Ni ripoti za Alpha TV na ripoti kutokea hapa kwenye jengo la halmashauri ya wilaya ya Nachingwea, sehemu ambayo siku hii ya leo kulikuwa na baraza la madiwani, ikiwa ni baraza la mwisho kwa mwaka huu 2025. Yako mengi ambayo yamejadiliwa kwenye baraza hilo, lakini kubwa zaidi ambacho hapa nataka nikwambie ni kuhusiana na usimamaji wa stendi mpya ya halmashauri ya wilaya hii ya Nachingwea, ambayo stendi ambayo ilishaanza kufanya kazi lakini baadaye imesimama kwa maana kuendelea kufanyiwa maboresho stendi hiyo. Yako mengi ambayo yamezungumzwa, yamejadiliwa na wajumbe pindi ambapo walivyokuwa kwenye baraza hilo. Swala zima la miradi ya maendeleo, chama sawa, jana mmezunguka maona utekelezaji wa ilani, kazi ambao waheshimiwa madiwani lakini pamoja na wakuu idara wanaifanya, na sisi serikali wasimamizi wakuu kuifuatilia miradi hiyo, lakini bado viwango kwa maana spidi ya utekelezaji wake miradi hii hairidhishi. Mimi kama mkuu wa wilaya, msimamizi mkuu wa serikali wa wilaya hii, bado siridhiki. Inachukua muda mwingi sana miradi kumalizika. Mpaka tunataka sasa watu tuchukue fimbo kama punda tupigane viboko. Hii sio sahihi. Tunataka miradi ikiletwa, fedha zimeletwa, watu waingie site, kazi ziende kwa haraka. Hata tusema kazi iendelee lakini miradi inachelewa kumalizika, si sahihi kile. Kwa hiyo nikuombe mwenyekiti na kuwa idara tushirikiane kwenye hili kuhakikisha kwamba miradi ambayo fedha zinaletwa, kwanza miradi yenyewe inajengwa kwa kiwango cha hali ya juu, thamani halisi ya fedha hiyo ya miradi hiyo ionekane. Mwenyekiti, nikuombe na mkurugenzi, idara yenu ya uhandisi mkaiboresha. Idara ya uhandisi bado inalega, haiko sawa. Nini cha kufanya? Mwenyekiti, mkurugenzi, mnajua. Msitulazimishe kamati ya usalama tuingilie swala la utumishi. Sisi wajibu wetu kushauri. Sasa kama tutashauri lakini bado mambo hayaendi, tutatafuna jongoo kwa meno safari hii kazi ziende. Au tutakata pua kuunga nini? Wajii. Idara ya uhandisi, mkurugenzi, mwenyekiti, muiboreshe. Wakati tunaandaa bajeti ya mwaka 2022-2023, bajeti ya 2020-2021-2022, tuliandaa bajeti kwa ajili ya uendelezaji wa stendi mpya. Sasa kimsingi nimekuja kufumba na kufumbua, najikuta leo tunamaliza miaka 5 hakuna chochote kilichofanyika. Kwa hiyo ndo nilikuwa najaribu kuomba ufafanuzi kwa wataalamu kwamba tunamaliza miaka 5 lakini tumekuwa tukijinasibu kwenye mapato ya halmashauri, kwenye kila mwaka tumekuwa tukivuka lengo. Tumefeli wapi kwenye hili eneo? Nafikiri nilijibiwa hilo swali na mwenyekiti wa huduma za jamii ambaye ni Mr. Mbinga, diwani wa Mlolongo. Alichozungumza yeye ni kwamba halmashauri imetenga milioni 100 kwa ajili ya uendelezaji pale. Sasa kimsingi jibu lake limekuwa ni hilo na tuliishia hapo, lakini kwa kweli kwenye hilo eneo nafikiri hatukufanya vizuri, kwa sababu ni eneo ambalo lilitengewa bajeti. Tunamaliza miaka 5 hakuna chochote kilichofanyika, na kama ulivyosema ndugu mtangazaji kwamba sasa ile stendi imekuwa kama sijui niseme ni kitu gani, kama ni kishaka tu, magari hayaingii hayatoki. Sasa ninachoweza kusema tutoe tu wito kwa wataalamu. Sisi baraza la madiwani tumeshafikia kama mwisho kwa sasa, lakini bado shughuli za halmashauri zitaendelea kusimamiwa na wataalamu wetu pasipo madiwani. Kipaumbele kiwe kwenye hilo eneo. Tunatamani wale Mungu atakaowajaliwa atakavorudi mwezi wa 10, basi wakute kuna kitu kinaendelea kwenye hilo eneo, kwa sababu tumewekeza pesa nyingi sasa hazina matokeo chanya. Na tunapowekeza pesa nyingi kwenye miradi ya maendeleo tunategemea vilete matokeo chanya kwenye hayo maeneo. Yes. Ni kwa muda ambapo ujenzi ulikuwa umesimama, kulikuwa na sababu mbalimbali, tulikuwa na changamoto hasa upande wa mafundi, lakini katika mwaka huu wa fedha tunaoendelea nao sisi tulitenga shilingi milioni 100 kwa ajili ya maendelezo ya ile stendi, na hadi sasa ninavyoongea hivi mafundi wapo site na ujenzi unaendelea, ambapo tunategemea muda wote kazi ile ambayo ilikuwa imetengwa kwenye mwaka huu wa fedha itakamilika kabla ya mwisho wa mwezi wa 6
ujenzi wa eneo la mzunguko wa pale stendi kwa ajili ya magari kuingilia na kutoka itakuwa imekamilika na patakuwa pana mazingira mazuri kabisa ya kutoa huduma kama stendi. Lakini pia katika mwaka wa fedha ujao kwa maana 2025 2026 tumetenga tena shilingi milioni 100 kwa ajili ya kuendelea na ujenzi wa miundombinu mingine katika eneo lile la stendi. Kwa hiyo kila mwaka wa fedha tunatenga fedha kwa ajili ya kuendelea na ujenzi na kuhakikisha stendi ile inakamilika na inatoa huduma ambayo kimsingi tulikuwa tumeipanga, huduma bora kabisa kwa wananchi katika eneo la stendi, kuwepo na vibanda vya biashara, lakini kuwepo na maeneo ya kupumzikia na maeneo mbalimbali kwa ajili ya huduma zote ambazo zinahitajika katika lile eneo la stendi. Kwa hiyo kwa hicho ambacho kilikuwa kimeonekana, kimsingi ni wahakikishie tu wananchi wa wilaya Nachingwea kwamba kwa sasa halmashauri inaendelea na ujenzi na ujenzi utakamilika na stendi itatoa huduma kama vile ilivyokuwa imetarajiwa. Labda ni kwa muda gani itakwenda kukamilika moja kwa moja? Ukiangalia ni muda mrefu imeanza na imesimama. Kwa muda gani wananchi wa wilaya Nachingwea na maeneo jirani wataanza kutumia stendi? Kimsingi kama nilivyosema, of course ujenzi ule tunakwenda nao kwa awamu, kwa sababu kama unavyojua ule ni mradi mkubwa sana kulingana na malengo ambayo tuko nayo. Kwa hiyo kama nilivyosema, kwenye mwaka huu wa fedha kile kipande ambacho tulikuwa tumekitenga kukifanya mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 kitakuwa kimekamilika. Kwa hiyo bajeti ya mwaka wa fedha huu wa 24-25, kabla hatujafika mwisho wa mwaka wa fedha huu, basi kile kipande cha mzunguko wa stendi kwa maana ya magari kuingilia na kutokea, ujenzi wake utakuwa umekamilika na eneo litakuwa liko vizuri kabisa kudhibiti uingiaji wa maji pale na kutoka, kwa hiyo kuzuia matope na vitu vyote ambavyo kimsingi tumevipanga kuvifanya. Lakini kama nilivyosema, awamu nyingine mwaka wa fedha ujao tunaendelea sasa na ujenzi wa miundombinu mingine, lakini kwa maana eneo la kuingilia na kutokea na mzunguko mzima wa magari kupita pale stendi hadi tarehe 30 mwezi wa 6 zoezi hilo la ujenzi litakuwa limekamilika. Stendi hiyo inatarajiwa kugharimu kiasi gani cha fedha? Kama nilivyosema, of course ni mradi mkubwa, kwa hiyo hadi kukamilika kwake tunategemea ni zaidi ya shilingi bilioni 1 zitatumika kwa ajili ya ujenzi hadi kukamilika. Maana yake kwamba kuweka ile miundombinu mingine ya majengo ya biashara na vitu vingine vyote, of course ni zaidi ya shilingi bilioni 1 zitatumika, na sisi kama halmashauri tunajenga mradi ule kwa kutumia fedha za mapato ya ndani, na ndio maana tunajenga awamu kwa awamu. Kwa hiyo kwa sasa tumeanza na hilo eneo la kupita magari, lakini mwaka wa fedha ujao tutaendelea na ujenzi wa miundombinu mingine.